Haro, karibu tena katika kipindi hiki cha TV Sibuka na Lindi Radio FM, na kusalimu katika jina la Bwana Yesu. Kwa muda kitambo hatukujaonana kwa karibu, lakini leo Mungu ametupa nafasi tuwe na wakati mzuri wa kuwa na neno la siku ambalo Mungu amekusudia tupe. Na sasa ningependa tuingie kwake Mungu, tuombe. Funika macho. Baba Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi, jina lako litukuzwe, pokea sifa utukufu. Shukrani nyingi siku ya leo njema unapotupa siku hii, ili tuwe na wakati mwema wa kutambua ukuu wako tunapopita huko na huko. Maana umetenda mambo makubwa, umeifanya dunia kwa namna ya kipekee. Na ndani yake tunaishi na kutembea na kufanya shughuli zetu mbalimbali. Kila mmoja atambue kwamba wewe ndiye Mungu uliyeifanya. Bariki maneno yako, mbariki msikilizaji wangu na mtazamaji wa kipindi hiki. Uwezo wako na nguvu zako ziwe juu yetu sasa. Neema yako, Roho Mtakatifu amfunike kila msikilizaji. Neno hili lipate nafasi katika moyo wa kila anayesikia, na kila anayetembea, na kila anayeona, na kila anayetazama. Kwa kuwa neno lako li hai na nguvu, lipate nafasi katika moyo wa mtu uliyemuumba kwa mfano wako. Katika jina la Yesu asante, nami mtumishi wako kunijalia kusema maneno haya ulionipa. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Leo tutakuwa na neno la siku katika kitabu cha nabii Ezekiel, katika sura ile 22, neno ambalo ni neno kuu na takatifu sana kwa ajili yetu na kwa maisha yetu. Ni neno linalofaa kwa kulitafakari, ili tujue jinsi ya kuishi na Mungu wetu aliyetuumba kwa mfano wake. Mungu anamjali mwanadamu kuliko mwanadamu anavyofikiri. Ujue alituumba kwa mfano wake, mawazo yake yote yako kwetu. Na hivyo ndio maana na mpango mkubwa juu ya ulimwengu wote. Na ningependa kuona kila mwanadamu anatambua kwamba yuko kwa kusudi lake Mungu hapo ulimwenguni, na kwamba Mungu yuko kazini akishughulika na kizazi hiki ili akifikishe mahali pake katika mpango wake wa ukombozi. Katika kitabu cha Ezekiel tunasoma katika sura ile 22, nitasoma tena mstari ule wa 30. Nitaanzia hapo. Biblia inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma. Mungu, kichwa cha habari kinasema Mungu anatafuta mtu. Ningetamani kuona kwamba mtu huyu anayetafuta na Mungu uwe wewe na mimi. Uwe ni wewe ambaye Mungu anamtafuta, upate neema ya kile ambacho Mungu anataka ukifanye. Mungu alipokuwa anashughulika kutafuta mtu, alikuwa na kazi ya kufanya. Na Biblia inatuambia kwamba wakati wote Mungu hutumia watu. Hatumii vitu, hatumii chochote nje ya mpango wake wa kufanya kazi pamoja na mwanadamu. Hata kama Mungu angetumia kitu, lakini bado atamtumia mwanadamu katika hicho kitu, ili yeye awe mtendaji wake kukikamilisha kila anachotolea mfano au anakionyesha kwa watu, ili kiwe sababu ya watu kugeuka na kumwelekea Mungu. Kwa nini Mungu atafute mtu? Kwa sababu Mungu hupenda kufanya kazi pamoja na wanadamu. Alituumba kwa kusudi lake. Alikuumba wewe na mimi kwa kusudi lake. Kwa siku ya leo tunapaswa kufahamu kwamba Mungu ana haja na mtu. Anatafuta mtu. Unaweza kusoma maandiko mengi ukakuta pale ambapo Mungu anazungumza kumpata mtu ambaye atampa kazi afanye ile ambayo anataka kufanya. Ndio maana nimesema itakuwa bora na vema vipi kama nini ikiwa wewe na mimi tutakuwa mmoja wapo wale watu ambao Mungu anatafuta, na kwa ajili ya kazi ile ambayo anataka ifanye. Kwa nini Mungu alitafuta mtu? Ni kwa sababu gani? Kulikuwa na hitaji gani? Ilikuwa kazi gani? Mungu alitafuta mtu baada ya kuona kwamba ulimwengu Israeli wameenda mbali. Na hakuna mtu yeyote aliye na hofu ya Mungu. Watu wanaamka, wanalala,
wanashughulika na mambo yao yanayomchukiza Mungu, yasiyompendeza. Na kwa namna hiyo Mungu yalimchukiza. Na kwa kumchukiza Mungu, hayo mambo alitaka waangamize. Lakini kabla ya kuangamiza, akapenda amtume mjumbe atakayepeleka ujumbe kuonya. Kwa sababu wakati wote Mungu kabla hajahukumu upeleka maonyo kwanza. Husema na watu, umonya mtu, mpeleka mjumbe. Na ndio maana nikasema itakuwa vema kama wewe utakuwa mmoja wapo siku ya leo, ukawa mjumbe wa Mungu kokote utakakopita mchana kutwa leo mpaka kufikia jioni. Mungu akasema leo kazi ile niliyokusudia ifanywe imetendeka. Kwa ninaomba mtumishi wa Mungu na ndugu yangu, Mungu akupe neema ya kusikia neno hili, na Roho Mtakatifu alitie moyoni mwako lilete mzigo aliokuwa nao Mungu. Kwa sababu lazima, ili uweze kufanya kazi ya Mungu, lazima upatane na Mungu. Sasa hapa katika kitabu cha Ezekieli, turudi mstari wa 23. Kwa nini Mungu anataka mtu amtume? 23, Biblia inasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uiambie nchi, wewe nchi isiyosafika wala kunyeshewa mvua siku ya ghadhabu, fitina na manabii wake huimo ndani yake, kama simba ungurumaye akirarua mawindo, wamekula roho za watu, hutoa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani, wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake, makuhani wake wamehalifu sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu, hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakufundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi, na wamefumba macho yao wasiangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo, ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu, wapate faida kwa njia isiyo halali. Na manabii wake wamepakia chokaa isiyokorogwa vema, wakiona ubatili na kutabiria maneno ya uongo, wakisema, Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno. Watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, naam, wametenda jeuri maskini na wahitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Hiyo ndio sababu kubwa ilimfanya Mungu atafute mtu. Tumefika pale, ukiendelea pale ndipo unakuta neno linasema, basi nami nikatafuta. Mungu atafute mtu miongoni mwao, kwamba pamoja na kwamba anasema na Israeli kama taifa, ili wawe mfano na kielelezo kwa ulimwengu na kwa mataifa mengine, lakini wamejichanganya, wamefanya udhalimu, wameonea, wamesema uongo, wamehubiri uongo, wametabiri uongo, wala sikuwatuma. Wameonea watu, wamedhulumu watu, wamekandamiza watu, wameumiza mioyo ya watu, wala hawajali. Na makuhani wake, watumishi wa Mungu ambao wangekemea, nao wamesinzia, wamejifanya kama vile hawaoni. Na tena wao wameshiriki pia kufumbia macho uovu. Ndio maana leo uovu umekithiri. Sasa Mungu anitazamia katikati yao watu watende haki, wafanye maamuzi ya haki, usiwepo udhuruma wala udhalimu. Kila mmoja tambue nafsi ya mtu na utu wa mtu, na ajue kwamba huyu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini akaona kila mmoja, hakuna hata mmoja ambaye anaona na kutambua kwamba hili ni baya alifanye machoni pa Mungu, lakini anaendelea kufanya maovu. Na baada ya kukemea, wamedanganya watu, wameweka rasharasha, wamefunika mambo,
wananena, wanahubiri kwa kufunika madhambi ndani yako mlemle, lakini wanatia moyo watu kwamba wanaendelea vizuri. Hiyo ndio ilikuwa katika taifa la Israeli nyakati zile, na hali hiyo ndio iliyopo leo katika ulimwengu wa sasa. Ndio tunayoona. Unaweza kuona kabisa mtu ambaye alitazamiwa angetenda haki, angefanya maamuzi ya halali na ya haki bila kuonea au kudhurumu, anafanya udhalimu bila hofu, kana kwamba yeye ndiye mwisho wa kila kitu. Asijue kwamba mtu huyu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na kwa namna hiyo Mungu macho yake yako juu ya kila mwanadamu, kwa sababu ndiye anawapa maisha, riziki zao, anawapa uhai. Kwa maana hiyo wana nafasi kubwa machoni pa Mungu ya uthamani. La sivyo Mungu asingewaleta duniani, au angewaondoa kama hawana faida. Sasa hilo ni chukizo kubwa kwa Mungu anapoona haki haitendeki katikati ya dunia au katikati ya nchi au katikati ya wanadamu. Mungu huchukizwa. Na kwa kuwa mwanadamu mara nyingi anapotenda, anatenda kama vile kwamba hakuna yeyote atakayemfanya lolote. Na ndio udanganyifu wa shetani anaotia katika moyo wa mwanadamu, ili mwanadamu asitambue kwamba kuna anayetazama, ambaye anachukizwa na tendo ninalolitenda. Nataka kuambia kwamba leo unapotembea, utembee ukijua kwamba uko chini ya mamlaka ya Mungu, na macho ya Mungu yanafuatilia kila unakokwenda na kila unalotenda na kila unalosema. Na Mungu hutazama kuanzia ndani ya moyo wake mtu, kwamba hata anaposema wema nje, je, ndivyo alivyo moyoni? Anapozungumza haya, je, yanatoka moyoni mwake au anazungumza kudanganya watu au kuridhisha watu? Na Mungu anataka wakati wote haki itendeke, na dhambi ijulikane ni dhambi, kosa lionekane ni kosa, na yeyote ambaye anastahili kusaidiwa, kurekebishwa, kuonywa, aonywe bila kupepesa macho. Na ndio maana pale amelaumu wahudumu wa Mungu, makuhani, wakipaka watu chokaa, yani wakiwadanganya, wakiwafutia, wakiwarashia maneno yasiyoweza kuwasaidia, kuwadanganya. Manabii wanatabiri uongo, wakati Mungu anasema hili ni dhambi, wao wanasema ni la haki. Au lile ambalo mtu anatakiwa ambiwe, wanaambiwa lingine lisilo na faida. Kama leo watu wanaambiwa juu ya fedha, utajiri na kila kitu. Hivyo kwa Mungu sio lengo, wala hilo Mungu hana haja nalo, japo linamfaa mtu kwa maisha yake. Mungu anazungumza juu ya ufalme wake katika moyo wa mtu, kwamba tatizo la mtu ni kwamba amemkosa mfalme halisi wa kiroho. Kwa sababu uharibifu wowote unaotendeka duniani unatendeka kiroho, katika ulimwengu wa roho, na shetani mtawala wa ulimwengu wa roho, kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana matokeo yote tunayoona duniani leo au kwenye nchi mbalimbali, falme mbalimbali, kama ni uharibifu, kama ni udhalimu, kama ni maonezi, kama ni hujuma, manake hayo yametengenezwa katika ulimwengu wa roho. Na kwa kuwa mtu anakosa uwezo wa kumkataa shetani, kwa anatumikishwa hata kama hajui au hafahamu au hataki. Na ndio maana wajue hata wafalme kwamba yuko Mungu anayetawala. Ili waweze kutawala vizuri juu ya dunia hii, kila mmoja alipomweka Mungu kutawala, wanamhitaji mtawala wa ulimwengu ambaye anaitwa Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi. Na ndio maana alileta wokovu katika Yesu Kristo, kwamba ili wasioweza kumweza shetani wampokee Yesu aliyemweza shetani msalabani. Na hapo watakuwa na uwezo wa kutawala na kuongoza na kutisha mamlaka za kishetani katika ulimwengu wa roho. Bila wokovu utaongoza, utaharibu,
utashindwa, utatumikishwa hata usichokitaka. Kwa sababu shetani yeye amejiweka kufanya uharibifu kinyume na Mungu. Na ndio maana kadri tunavyoendelea kuishi, tunaanza kuona jinsi maisha yanavyozidi kuwa magumu, na watu wanavyozidi kuchanganyikiwa na vurugu na fujo duniani. Kila mmoja akipiga kelele na kulalamika. Kwa nini? Maisha, udhalimu, maonezi, dhuluma, haki itendeki, labda anakosa kile na kile, hujuma, udhalimu, ukandamizaji, kelele zimejaa duniani. Hizo zinamwita Mungu. Sasa Mungu anasema anatafuta mtu ambaye atafikiri kama Mungu anavyofikiri, ataona kama Mungu aonavyo, alafu atakapoona yale machukizo atachukia kama Mungu anavyochukia, atamgeukia Mungu, atapiga kelele kwa wanadamu katika nguvu za Mungu. Na bila Mungu ndani ya mtumishi wa kiroho hawezi kuhubiri watu wakamsikiliza, kwa sababu watu wamejazwa na matatizo, wanahitaji nguvu ya ziada kinyume cha shetani. Na shetani anawezwa tu kwa mamlaka ya kifalme ya Mungu aliye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Na ndio maana tunahubiri kwa nguvu juu ya wokovu. Kwa ndugu yangu, nazungumza nawe uliokoka. Maisha yako yakoje sasa? Unajua hili kwamba dunia iko kwenye machukizo, inamchukiza Mungu. Uovu, uasi, uharibifu, uchawi, ushirikina, mambo ya waguzi, makafara, mauaji, udhalimu aina yote. Mungu anatafuta nani atapiga kelele, nani atahubiri injili itakoleta mageuzi. Unaenda shughuli zako, Mungu anasema wewe uwe shahidi. Kwa kuwa umeokoka, uwe shahidi. Uchukue ujumbe kwa kuwa umeona udhalimu. Ni hatari unapokuwa mtu wa Mungu, unaona uovu unatendeka hapo, unanyamaza kimya kwa hofu. Mungu anataka majasiri. Na ametupa hekima jinsi ya kunena injili ya kumbadilisha mtu. Maisha yetu ni ya thamani sana machoni pa Mungu. Mungu anayataka tuishi kwa kumpendeza. Na kokote unakopita baada ya kuokoka, unatakiwa kuwa taa inayowaka mahali pa giza, na kwa nuru au chumvi ya dunia iliyoharibika. Sio kujificha ficha. Wokovu wa kujificha ficha sio wokovu. Ni maigizo, ni udini, ni udhaifu, ni upungufu. Na huo utahukumiwa. Maana Biblia inasema huko nje kuna mbwa, kuna waoga, kuna wasioamini, kuna wachawi, kuna wauaji, kuna wadhalimu. Huko nje. Nje ya nani? Nje ya Yesu Kristo. Nje ya wokovu. Huko ndiko wako. Lakini kwa Mungu wako watu ndani ya Mungu, wako watenda haki ya Mungu, watu wenye wivu wa Mungu, ambao hakubali kuacha uovu ukatendeka mbele yake, au wakawa sehemu ya udhalimu. Wanajua Mungu yuko na atahukumu ulimwengu. Unapopita huko na huko, uwe shahidi wa Mungu, uwe mtu yule ambaye Mungu anatafuta. Nirudie kusoma pale mstari wa 30 katika Ezekiel 22. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao, miongoni mwao hao walioharibika. Je, labda yuko mmoja wapo ambaye anachukizwa na hayo anayoona wanayotenda watu, na kwa namna hiyo anachukua nafasi yake? Mtu mwingine anasema, utawezaje kuzungumza kila kona? Ndio maana Mungu anataka watu waombaji, watu ambao wataichukua kazi ya Mungu kubadilisha kizazi kilichoharibika kama kazi yao inayowatesa katika mioyo yao. Watu hao wataomba kwa bidii, wataishi maisha safi ya ushuhuda, mwenendo na matendo. Sio wale ambao wanahubiri injili lakini mwenendo yao ni mibaya.
hawana ushuhuda mzuri mitaani mpaka nyumbani mwao. Wana picha mbaya kwa watu. Watu wanashindwa hata kumfuata Yesu kwa sababu mwenendo wao. Hao si wazungumzi. Na wazungumza wale wenye mzigo waliokubali kubadilika. Wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanapotoka kutupita mitaani, wanapita kama wajumbe sahihi wa Mungu. Wamevikwa uwezo, wako tayari kwa lolote. Sio wanaoga, sio wanaopendezesha watu. Wokovu wanakuwa wokovu labda makanisani wengine au katikati ya watu waliokoka, lakini apokuwa mahali pabaya anaficha wokovu wake. Sizungumzao, nataka wale ambao kweli wameikataa dunia, wamekubali kwa wafuasi wa Yesu Kristo. Na ndicho ninachotaka ndugu yangu, kwamba uwe mtu yule hasa ambao umeikataa dunia, uko kinyume na kila uovu, na unasimama bila hofu mbele ya uovu na kukataa na kukemea, hata ungekugharimu kifo. Mungu hujitokeza mahali pa hatari. Mungu akitaka hata wangeinuka hawatakuweza, lakini hofu inakurudisha mikononi mwa shetani. Kwa sababu silaha kubwa ya shetani ni hofu, kutengeneza hofu, kutengeneza mazingira ya vitisho, ili mtu asiseme kweli ya Mungu, anyamaze kimya, afumbe kinywa. Na hicho ndicho shetani alivuruga Israeli katika nyakati mbalimbali. Na ndicho anachofanya leo katika ulimwengu wote. Kila mahali ni kelele, ni uovu, ni uchafu. Japo kuwa Mungu anao watu wake hujisazia, na hao ndio nazungumza nao, kwamba inuka, simama mahali pa zamu yako, kama mtu ambaye Mungu anakutazamia, kama kijana shujaa wa imani, kama msichana shujaa wa imani, kama mwanamke shujaa wa imani, kama mwanaume shujaa wa imani. Lakini zaidi yake, kama mtumishi wa Mungu unayesema nimeitwa shujaa wa imani, unaimarisha watu wako kuwa thabiti katika imani, sio kuwa waoga. Kazi yako mtumishi wa Mungu ni kuhakikisha unasema kweli, usiwapake watu kwa chokaa. Au mtu mwingine si unapaka mafuta kwa nyuma ya chupa, unafunika uovu. Kama kazi imekushinda, acha, waachie wengine, lakini wafundishe watu wawe imara. Mungu anataka mtu shujaa, mtu mtakatifu, mtu aliyekataa dhambi, alijitenga na uovu, mtu anayesema kweli kutoka ndani ya moyo wake, mtu anayekuwa ushuhuda popote alipo kwa matendo, mwenendo na maneno yake. Kwa hiyo nataka ujue kabisa Mungu anakutafuta, ndio maana amekuokoa. Anataka akutumie, na Mungu mtumie shujaa. Nani atathubutu maisha yake? Nani atajitolea kwa maombi mazito, kwa kula neno la Mungu kama chakula cha kiroho, ili kujiimarisha utu wa ndani ambao unapoimarika unachanua mafuta ya kiroho na kuwa na uwezo wa kiroho kufikia ulimwengu popote. Popote unapopita, Mungu anataka uwe ushuhuda kwa mwenendo, kwa matendo yako, kwa maneno yako, kwa tabia zako, kutoka nyumbani mwako. Unapotoka, unatoka na Yesu Kristo. Unapofanya kazi ofisini, unafanya kazi pamoja na Yesu Kristo. Watu wengi hawajaelewa siri ya mafanikio hata katika kazi yoyote, iwe kazi ofisini, iwe kazi ya binafsi, biashara, ukulima. Siri ni kuwa na Mungu kikamilifu bila kubabaisha. Anayeharibu kazi, shughuli za mtu, kazi za mtu, chochote cha mtu ni Ibilisi. Shetani hana furaha na maisha yako, kwa sababu yeye amehukumiwa adhabu, na watu wanajua wameandikiwa wokovu, wakimkubali Yesu wanaenda mbinguni. Lakini shetani hata angemkubali Yesu, anatupwa jehanamu, hakubaliki. Kwa shetani ana wivu nawe, hujajua. Na siri yake ni kumdhibiti ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo
Alimshinda shetani kabisa, na alimvua uwezo wake kwa yeyote anemwamini Yesu Kristo na kumgeukia. Amempa uwezo, anatupa uwezo. Hatumuogopi shetani. Hata angeunguruma, hata angeleta makucha, si mapembe, wengine wanamchora hata anatoa meno kama nini, ni kerere tu, hana chochote wala chochote. Tumepewa amri juu yake. Na ndio maana sana tafuta mtu ambaye Mungu atamtuma popote. Popote mashetani atakapokuwa, mapepo atakapokuwa, nguvu za giza, sio wengine wanaamini uchawi, wengine wanaamini sio waganga wa kienyeji. Unaamini takataka. Unamwamini shetani, unafikiri unamkimbia shetani, kumbe unamwamini shetani. Kwa sababu unapokwenda kwa waganga wa kienyeji, unapokwenda kwa matambiko, mazindiko, unaenda kwa shetani huyo huyo. Shetani hawezi kukupa chema hata siku moja. Leo simama kama mtu wa Mungu uliokoka. Pita popote kwa ujasiri. Sema habari za Yesu. Watu wamsikie Yesu wapone. Wewe ni kinywa cha Mungu, uwe sauti ya Mungu. Uwe midomo ya Mungu, uwe macho ya Mungu. Uwe umbo la Mungu, watu wamuone Yesu kupitia wewe. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Bwana akutumie, Bwana akutangulie. Bwana guse kile unachofanya kifanikiwe. Shetani ende mbali nawe. Nenda kwa uwezo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Funika macho yako nikuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa neno hili. Neno takatifu na juu natafuta mtu. Tujalie kuwa sisi wale watu na watafuta. Mtumie kila aliokolewa kushika nafasi unayemkutazamia, kugeuza kizazi hiki, kugeuza vijana, wasichana, wavulana, kuwa taa mahali pa giza na nuru mahali pa giza, na kwa chombo chako kipya kikali. Katika jina Yesu mbariki na uponye nchi na kuiokoa na majanga. Wewe ndiye utawazai wa falme, onekana katika nchi. Jidhihirishe kama Mungu Mwokozi, mponyaji, muumbaji, mtenda maajabu, Mungu wa rehema na msamaha. Ponya watu wako, ponya wa Tanzania, okoa Tanzania katika jina Yesu. Amen.